Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa shafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia ziada za rehma na amani kiongozi wetu wa umma bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, na kama ilivyo kawaida, kila aliye Muislamu anatambua kwamba umeingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo yako mambo ambayo kama Muislamu atakiwa ayafahamu na ayatambue hayo yanayohusu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na kubwa zaidi katika mwezi mtukufu wa Ramadhani kuna ibada inayoitwa ibada ya saumu. Nukta ya kwanza, tuanze kutambua nini maana ya saumu au nini maana ya kufunga. Maana ya kufunga katika upande wa kilugha, neno saumu wanasema ni kitendo tu cha kujiziwia. Kujiziwia kwa namna yoyote. Mtu anapoamua kujiziwia kwamba leo siku nzima sitaki kula, sili siku nzima, anaitwa amefunga. Akiamua kujiziwia kwamba leo mimi sitozungumza na mtu yoyote, pia inaitwa amefunga kwa mujibu wa lugha ya Kiarabu. Ndio hiyo katika dalili alitumia mama Maryam katika maneno aliyonukuu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'ani. Yeye aliweka utaratibu kwamba lau ataulizwa juu ya upatikanaji wa mtoto wake ambaye ni Nabii Isa, kwa sababu utaratibu wa kupatikana hakupatikana katika zile njia za kawaida ambazo zimezoeleka, kwa maana alikuwa hakuolewa, ana mume, lakini ndio kapata mtoto. Basi yeye akatiania akasema, inni nadhartu lirrahmani sawma falan ukallima alyawma insiya, hakika mimi nimeweka nadhiri kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sauma imetumika lugha ya saumu, kufunga. Lakini kufunga gani? Falan ukallima alyawma insiya, kwamba sitomzungumzisha siku ya leo mtu yoyote. Maana yake ni kwamba hili ilikuwa ni saumu ya kujiziwia kuzungumza, sio kujiziwia kama tulivyozoea katika saumu hii. Kwa hiyo ni maana ya kilugha. Watu wa lugha wakizungumzia neno saumu wanamaanisha kujiziwia kwa namna yoyote, iwe kujiziwia mtu kula, kujiziwia kuzungumza, kajiziwia kwamba leo nitakaa ndani tusitotoka nje. Hiyo katika maana ya upande wa kilugha, lakini sio tunayokusudia ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ama saumu ambayo inayokusudiwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ni ile saumu ya kisheria. Saumu ya kisheria ndo ipi? Saumu ya kisheria wanasema watu wa sheria, huwa al-imsaku an shahawatayil batni wal farji fi zamanin makhsusin min shakhsin makhsusin. Hii ndio wanayokusudia watu wa sheria, kwa maana ni kule kujiziwia kutokana na matamanio mawili, matamanio ya tumbo na matamanio ya tupu. Na utaratibu wa kujiziwia ni katika muda maalumu, kwa maana kuanzia min tulu'i alfajri ila ghurubi shams, yani kuanzia kuchomoza kwa alfajiri mpaka kule kuzama kwa jua. Hii ndio wanayokusudia wanasheria maana ya saumu. Lakini pia min shakhsin makhsusin, kwa mtu maalumu. Mtu wenyewe ni nani? Ni yule ambaye amebalighi, ana akili, Muislamu. Huyu ndio anayekusudiwa. Lakini pia mutiq lisawm, mwenye kuweza kufunga. Lakini pia ni mtu ambaye ametakata kutokana na vile ambavyo vizuizi vitakavyomziwia yeye kutofunga. Kwa hiyo hii ndio maana fupi ya neno saumu katika upande wa sheria.